Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii ya leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimehappen huko mitandaoni. Bwana, jambo ni zito kulikweli, na moja kati ya vitu ambavyo vina trend na vimekuwa vikizungumziwa zaidi ni kuhusiana na hii issue ambayo inamhusu Nicole Jobery. Nicole hatimaye amepata dhamana na amerejea uraiani, na hiyo issue ya Nicole kurudi uraiani ni kutokana na support ambayo wameitoa baadhi ya watu, hususan watu wa media kama vile Juma Lokole. Ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanampigia sana debe watu wachange kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Nicole anapata dhamana na kurejea uraiani, wakati akiendelea kusikiliza kesi yake ambayo inamwandama, ambapo ilikuwa inasemekana kwamba Nicole bwana, sababu ya kushitakiwa ilikuwa ni kwamba alianzisha mchezo wa upatu alafu akakimbia na hela, na alikuwa yuko mbioni kusafiri na pesa hizo kwenda Nigeria. Lakini ndio hivyo, watu ambao walikuwa wanacheza nao upatu walishtuka na kuhusisha polisi na wakamkamata Nicole akiwa airport kabla hata hajaanza safari. So baada ya hayo yote kutokea ni kwamba Nicole alikamatwa na akatakiwa arudishe fedha ambazo alikuwa amewazulumu hao watu, takriban zaidi ya milioni 180. Lakini pia vile vile ni kwamba Juma Lokole yeye mwenyewe akazungumza kwamba baada ya kesi ya Nicole kutajwa, ikatakiwa Nicole alipe dhamana ya shilingi milioni 46, ambapo hakuwa na hiyo pesa akarudishwa rumande. So kitu ambacho kimetokea ni kwamba Nicole bwana ametoka kwa dhamana. Kwa hivyo basi moja kwa moja siku ya jana katika kipindi cha Mashamsham, Juma Lokole alikuwa na furaha kweli kweli, alikuwa anasherehekea Mixer kunyanyua viti juu pale studio za Wasafi, na wakawa wameandika wenyewe pia Wasafi kwamba hii leo ni pambe vibe kumpokea Nicole. Alafu na Juma mwenyewe akaposti akaandika kwamba safisha uwanja jamani, ni na raha BFF kutoka. So huo ndo ulikuwa ujumbe wa Juma Lokole baada ya Nicole kutolewa taarifa kwamba Nicole amepata dhamana na anatoka. So wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hilo. Kwa mfano, kuna mtu anasema bwana, Juma kweli una vituko, kwa sababu bwana ogopa sana wanaume wenye mwanya. Kwa mtu anasema bwana, Juma siku akifa sijui msibani watu wataongeaje. Kwa mtu anasema bwana, hii fani ya Juma hata VETA wanaishangaa, maana unafiki ni mnafiki kama kibua. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako, tutakuletea habari zaidi kuhusiana na kesi ya Nicole ilipofikia, na kuna mambo mengi sana yameanza kuibuka. Hakikisha unazidi kuwa karibu nasi kwa ajili ya kupata update zaidi, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update